Kuna maneno katika kitabu kile cha Hagai 1:8 iliandikwa, wakapanda milimani, miti ikaletwa, nyumba ya Bwana ikajengwa. Basi nakata utepe huu katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Basi nafungua jengo hili, nyumba ya mchungaji wa Maruku, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ni katika uzinduzi wa nyumba ya mchungaji ya usharika Maruku iliyozinduliwa leo tarehe 27 mwezi Juni mwaka 2025 katika usharika huo uliopo katika jimbo la Mashariki, Dayosisi ya Kaskazini Magharibi ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Uzinduzi wa nyumba hiyo umetanguliwa na mkutano wa Injili uliokuwa na ujumbe wa jihadhari na manabii wa uongo, ukilenga kutahadharisha Wakristo juu ya mafundisho potofu yanayoenezwa na baadhi ya wahubiri wasiokuwa na nia njema kwa watu, wakiwa na lengo la kujipatia kipato kupitia mafundisho hayo. Akizungumza na washarika wa Maruku wakati wa mkutano wa Injili, Baba Askofu Dr. Abednego Kesho Mshahara amewataka waumini kupima mafundisho yanayotolewa na wahubiri kabla ya kuyaamini na kuyafuata. Ndio maana Biblia imesema mkazipime hizo roho na kuzipima hizo ndoto. Wengine wanaongozwa na ndoto bila kuzipima ndoto. Bale biroto bitubeye aliwo wakurota no kutamahera ko kuyunga to ugashanga. Kandi kawa kurota no kujoro mkojo gushanga. Kwa hiyo ndio maana wasema hata ndoto msizifuate, zinaweza zikawapotosha. Mchungaji Johansen Mutalemwa wa usharika wa Muleba akitoa mada katika mkutano huo amewataka Wakristo kufanya kazi kwa bidii na kuacha tabia ya uvivu inayosababisha kuyumbishwa na mafundisho yasiyokuwa na tija. Tunapenda baraka, hatupendi Bwana wa baraka. Tunapenda mafanikio, hatupendi Bwana wa mafanikio. Mafanikio yatakuja. Neno la Mungu linasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Kwa hiyo ili uweze kuzaa sana lazima ukae ndani ya Yesu. Ili ufanikiwe lazima ukae ndani ya Yesu. Matukio hayo yamehudhuriwa na mamia ya waumini kutoka katika usharika huo, wakiwemo wachungaji waliowahi kuhudumu katika usharika huo kwa nyakati tofauti, viongozi wa dini ya Kiislamu, viongozi wa serikali, kwaya ya RC kutoka parokia ya Maruku, bila kuwasahau washarika wa Maruku waishio nje ya usharika. Mimi ni Eliud Henry Kwerebera, afisa habari wa Dayosisi ya Kaskazini Magharibi.